Bwana, hii ni Kiswaga Media, mimi ni sports commentator Saidi Sabini. Tumerejea kuzungumza hatua ya robo finali ya michuano ya AFCON kule nchini Morocco. Na tunajiunga moja kwa moja, tuko na Aridi Mtumbuka. Dakika zetu 5 za maana kwa kweli za wewe kuweza kuenjoy AFCON. Aridi, habari bwana? Njema. Za siku nyingi. Muda mrefu kwa kweli tuweza kukutana bwana. Kabisa. Michuano ya AFCON inaendelea nchini Morocco na sasa hivi ni hatua ya robo finali. Kwako wewe, jicho lako linaangazia vipi kuelekea mchezo ya kwanza ya hatua hii? Ni robo finali ambayo imezikutanisha timu ambazo zimestahili kuwepo kwenye hatua kama hizi, lakini pia kuna timu kubwa ambazo tumezikosa. Ndio timu kama Afrika Kusini, DR Congo ni miongoni mwa timu ambazo zimetoka kwenye hatua ya kwanza kwa maana ya 16 bora, lakini pia timu kama Angola ni miongoni mwa taifa ambayo yamekosekana kwenye hatua ya 16 bora, lakini pia robo finali. Utakumbuka kwenye AFCON ya mwaka 2023 iliyofanyika mwaka 2024 ilikosekana timu kama Misri, Senegal na pamoja na taifa la Ghana. Ni miongoni mwa mataifa ambayo yalikosekana, lakini safari hii tumezikutanisha zile timu ambazo mara zote huwa zinafanya vizuri zaidi, na kizuri ni kwamba bingwa mtetezi wa mashindano yupo kwenye hatua ya robo finali, bingwa wa muda wote, kwa maana bingwa wa kihistoria Egypt. Misri akiwa ametoa mataji 7 na pia yuko kwenye hatua ya robo finali, na bingwa wa pili kwa kubeba mataji mengi kwa taifa la Cameroon nalo pia lipo humu ndani ikiwa amebeba mataji 5. Kwa hiyo ni robo finali ambayo kwa na msisimko mkubwa sana kutokana na upatikanaji wa baadhi ya timu kubwa kwenye hatua kama hii. Na timu ya Ivory Coast bwana ilivunja rekodi ya kuwa timu ya kwanza bingwa mtetezi kuingia hatua ya robo finali. Timu nyingi ambazo huwa zinakuwa bingwa kwenye michuano hii huwa zinaishia hatua ya 16 bora kwa michuano ambayo inafuata. Unaiona nafasi ya Ivory Coast kwenda kutetea taji lake la AFCON msimu? Nafasi kwa Ivory Coast inawezekana ikawa ni ngumu sana, hasa ukiangalia kwenye hatua ya robo finali aina mpinzani ambaye anakutana naye. Lakini mpaka hivi sasa tayari kuna mazingira ambayo ameshaonesha ya ushindani mkubwa sana kwenye hatua kama hizi, hasa kuanzia kwenye hatua ya makundi mpaka hatua ya 16 bora. Utakumbuka AFCON ya mwaka 2023 uliofanyika mwaka 2024 Ivory Coast ilifanikiwa kubeba ubingwa ikiwa ni miongoni mwa timu zilizopita kwenye mkakati wa best loser, lakini wakaenda mpaka kufika kwenye hatua ya finali na kubeba taji la AFCON. Safari hii wamekiamini kikosi chao na wamekwenda kwenye mashindano haya wakiwa na nafasi pengine ya kutetea taji lao. So miongoni mwa timu ambazo ziko kwenye kiwango bora mpaka hivi sasa chini ya kocha Emery Faye, wachezaji kama kina Mad Diallo akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamehusika kwenye mabao mengi mpaka hivi sasa, akifunga mabao 3 na kutoa pasi moja ya bao, akihusika kwenye mabao 4 ya Ivory Coast. Bado wako na nafasi nzuri sana. Kwanza na mchezo wa Mali dhidi ya Senegal kesho, ndio kwa maana ya huu mchezo wewe unauonaje? Senegal inaweza kuondoka na ushindi? Maana Mali inaonekana ni timu ngumu kweli kwenye ushindani. Pamoja na ugumu wa timu ya taifa ya Mali, nafikiri kwa timu zote ambazo zimefika kwenye hatua ya robo finali, timu 7 zimekutana na mpinzani mgumu. Timu pekee ambayo imekutana na mpinzani mwepesi anayemudu ni Senegal. Na timu ambayo imekutana na mpinzani mgumu zaidi pia ni Mali. Kwa sababu ukitazama kwenye hatua kama hizi, hii ni timu ambayo imeonyesha ushindani mkubwa sana kwenye hatua kama hizi chini ya kocha Tom Saintfiet, lakini bado Senegal kwa daraja alilokuwa nalo, ubora wa kikosi aliyokuwa nao mpaka hivi sasa, ikiwa na rekodi nzuri kwenye mashindano kuanzia hatua ya makundi mpaka robo finali. Huyu ni timu ambayo ina bahati kubwa sana ya kukutana na taifa kama la Mali. Inawezekana mataifa mengine 6 yaliyosalia yangeweza kutamani kukutana na taifa kama la Mali na ungekuwa na nafasi nzuri. Katika mchezo ambao watu wengi wamekuwa kiusubiri kwa hamu, ni mchezo kati ya wenyeji Morocco dhidi ya Cameroon. Utakuwa ni mchezo wa aina gani kwa maana ya physicality, intensity na uzito wa mchezo? Ni mchezo mgumu sana. Yaani mimi katika hatua ya robo finali, huu ni mchezo wangu bora kuliko michezo yote kutokana na ushindani, ubora wa vikosi, lakini pia historia ya hizo timu. Morocco ni timu mwenyeji wa mashindano, anahitaji kubeba ubingwa akiwa kama mwenyeji wa mashindano, lakini Ivory Coast ni timu ambayo imebeba ubingwa mara nyingi zaidi kwenye mashindano ni timu ya pili kwa kubeba ubingwa mara nyingi zaidi kwenye mashindano ya AFCON, wakiwa wamebeba mara 5 kwa upande wao. Tazama, lengo na dhamira ya sasa hivi ni kuhakikisha wanafanya vizuri. Hii ni robo finali bora kuliko robo finali zote kwa upande wangu mimi, kwa maana ya michezo yote ya robo finali kwa upande wangu mimi. Lakini pia ukiangalia David Pagu chini ya Samuel Eto'o Felz kwa kikosi cha timu ya taifa ya Cameroon,
amekitengeneza kikosi chake kiwe na ubora mkubwa sana. Kwa hivi sasa umbo lake la kiuchezaji 3-4-3 imekuwa ikimnufaisha kwa uzuri mkubwa sana. Ndio mkamtazame kijana anayejulikana kama Christian Kofane kwenye eneo la ushambuliaji kutoka Bayer Leverkusen, lakini Jumia Tamadeu anacheza kama wingback kwa upande wa kulia, amekuwa na ubora mkubwa sana. Shefondo Malone, Nuhu Toro pamoja na Koto kwenye eneo la katikati wamekuwa na ubora mkubwa sana kwenye ile safu yao ya ulinzi. Kienda kwa taifa la Morocco wamekusanya ubora wa wachezaji bora kwa hivi sasa. Yes, hasa kwa bara la Afrika kwa ujumla, ndio timu bora kwa hivi sasa barani Afrika, na inakwenda kukutana dhidi ya timu ambayo imebeba ubingwa mara nyingi kwenye mashindano ya AFCON. Algeria wameonekana kuwa wamewatoa DR Congo ambao wamekana ni wa moto kweli. Utakumbuka DR Congo walimfunga Nigeria na Nigeria waliamini kwamba wangeza kukutana na DR Congo na kulipiza kisasi kwenye kufuzu michuano ya kombe la dunia, lakini Algeria dakika za mwisho kweli 118 wanapiga bonge moja la bao. Na sasa kutakuwa na mchezo kati ya Algeria dhidi ya Nigeria. Utakuwa ni mchezo wa aina gani? Nigeria ni timu iliyofanya vizuri zaidi kwenye hatua ya makundi, kwa maana kufunga magoli mengi, si ndio? Yes, mabao mengi ukitazama, lakini pia hata safu yao ya ulinzi imekuwa na ubora mkubwa sana wa namna gani ambavyo wanavyoweza kulinda kwa kushambulia. Mbinu ya kwanza ya kulinda inawezekana ikawa ni kukaa kwenye eneo lako, lakini mbinu bora zaidi ya ulinzi ni kuhakikisha unakesha kwenye zoni ya mpinzani wako, maana kuona kuliteni mpira Yes, kwa hiyo ukitazama Nigeria imekuwa na huo ubora. Algeria ana kazi ngumu sana ya kufanya dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Kwenye hatua tulizofika zimesalia timu 8 tu barani Afrika, mataifa bora kwa ngazi ya AFCON, ndio? Kwako wewe unatupa karata yako kwenda wapi? Nani atakuwa bingwa wa AFCON 2025 nchini Morocco? Nafasi yangu ni kwa taifa la Senegal. Nafasi ya pili ni bingwa wa kihistoria Misri. Nafasi ya tatu ni kwa bingwa wa pili kwa kubeba mataji mengi sana Cameroon, lakini siwezi kuiacha timu ya taifa ya Nigeria. Nataja timu 5 ambazo naweza zikatoa ubingwa hapo: Nigeria pamoja na taifa la kwa maana ya nimeitaja Cameroon pamoja na Senegal, na Morocco. Yes, Morocco mwenyeji wa mashindano. Sisi kufikia hapo Kiswaga Media tunasema AFCON ya uchambuzi wa kina kweli, tukiwa na Dr. Haridi Mtubuka, mtu wa maana kweli. Tunakuletea hapa kila kinachojiri kule nchini Morocco. Endelea kusubscribe Kiswaga Media kwenye all social media platform za kwetu, YouTube account ya kwetu Kiswaga Media, subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele kupata notification ya taarifa nyingi za kimichezo ambapo tutakuwa tunakuandalia. Mimi ni sports commentator, langu jina ni Saidi Sabini. Mpaka wakati mwingine, mimi nikutakie all the best.